Msikilizaji, kama kawa ama hapo awali nilikuwa nimekuahidi ya kwamba ndani ya nyumba tutakuwepo na mgeni. Basi bila shaka mgeni amefika, na najua kwamba chambilio cha Waswahili husema siku zote mgeni njoo, basi mwenyeji atapona. Najua kwamba kwa maana tumetembelewa na mgeni siku ya leo, basi mgeni huyu atakuja kutuponya mengi, ama tutakuwa tunafaidika zaidi. Kumbuka ni ndani ya Radio Doma 99.9. Perez Juma ndilo jina langu, alafu tuko kwenye mpango mzima wa Morningside. Basi nimekuambia kwamba tupo na mgeni, na basi bila shaka tutakuwa tunaingia ndani ya mazungumzo moja kwa moja. Kumbuka ya kwamba ninaye mgeni studioni, na mgeni ambaye ninaye ni mgeni, ni mwalimu, ni mzazi na pia ni mwandishi. Basi kumbuka leo tutakuwa tunazungumzia tu machache tu kuhusiana na kitabu ambacho ameandika hapa, na atakuwa anatueleza so moja kwa moja tutakuwa tunaingia kwenye mazungumzo. Tutakuwa tunaingia kwenye mazungumzo vizuri. Tutakuwa tunapata mambo hapa na hapa. Anyway, karibu sana mwalimu. Karibu sana. Asante sana. Naam, na itakuwa inafurahisha zaidi. Maybe kidogo tuambie jina lako, ambie msikilizaji wewe ni nani na unafanya kazi gani, apart from kuwa mwalimu, apart from kuwa mzazi pia. Asante sana kwa nafasi studio. Kwa majina naitwa Tabitha Mugonji, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wasichana ya Kereri Girls. Na pande ya kuwa mwalimu mkuu nina kazi nyingi ya kufanya, kusaidia wale ambao wajiwezi katika jamii. Na tunaandika, tuko na ni author kuandika kitabu na wanafunzi. Baada ya kazi ya shule, kando tunakuwa na kufikiria jinsi tutakapoeneza talanta za wanafunzi. Na talanta moja yapo ni ile ya kuandika kitabu ambacho kimetolewa hivi majuzi, na tumeweza kulaunch hiyo kitabu siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa pili katika shule yetu ya Kereri Girls. Naam, shukrani zaidi mwalimu. Maybe kidogo tuende kwa moja kwa sababu ya muda. Maybe ni nini kilikuchangia, baadhi ya mambo ambayo yalikuchangia ukaweza kufikiria kwamba wasema ni kweli lazima nikaweze kuandika haya maneno katika kitabu hiki? Ni nini kilichokuchangia ukaandika kitabu hiki? Mimi mwenyewe nilikuwa nimefikiria sana jinsi tunaweza kuendeleza talanta za wanafunzi katika shule yetu ya Kereri. Naam. Na tulipata wageni ambao walitutembelea mwaka wa 2023 kutoka ng'ambo USA. Wakakuwa wakimenta wanafunzi mambo mbalimbali. Moja yapo ilikuwa ni on leadership. Tukafikiria kwamba wanafunzi tukiwaona pale shuleni wako na uwezo wa kuweza kuandika kitu ambacho kinaweza kuwasaidia katika maisha. Ndio waweze kuwa kama authors. Kwa sababu wakati walikuwa wakihimizwa, niliona wamekuwa na moyo sana kwa kutaka kujua jinsi gani wanaweza kuandika kitabu na waweze kutoa. Na hao sana ni wale members wa student council. So tukapatana na hii organization kutoka ng'ambo inaitwa The Trueness Project under the president of Dr. M. Teresa Lawrence. Alikuwa amekuja shuleni mara kadhaa akiendelea kumenta wanafunzi mpaka ikafikia kiwango, na mimi tukaona kwamba hao wanafunzi ambao ni wako student council wako na jambo la kusema ya kuandika kitabu. Ndio tukaanzia hapo. Naam. Okay, nimeona ya kwamba uliweza kuingia pale Kereri Girls mwaka wa 2023. Maybe jani yako imekuwa vipi katika uongozi mzima wa shule, wewe kama mwanamke? Nina furaha sana kusema kwamba jani yangu kama leader ya shule imekuwa nzuri, na ninafurahia kufanya kazi hiyo kwa moyo wote, kwa sababu tunajua kwamba katika haya maisha kunaweza kuwa na changamoto nyingi ukiwa leader, lakini ukiwa na moyo, ukiwa na support kutoka kwa watu mbalimbali kategori zote, hakuna kitu kinakuwa kigumu. Naam. Jani yangu kama mwalimu mkuu imeanza miaka 20 iliyopita.
lakini Kereri nimejoin kama principal 2023 January. Na nilipofika katika shule hile nilipata kwamba ni shule yenyewe ilikuwa imeendelea, na wote ambao walikuwa huko kama board of management, the teachers, the students, the peers, the parents, wanafunzi wote. Na the political class, the religious class, kwa sababu hii shule iko under the PHE Church. Wote walinikaribisha kwa moyo mkunjufu. Nikipata hiyo sasa kama kila mtu anani embrace. Sasa jani yangu ilikuwa ni kwamba niweze kufanya kazi yangu kwa bidii ndio niweze kuwa na matunda bora kama the leader of the school and the head of the institution. Kabisa. Inaleta raha tena zaidi. Alafu kuna jambo hili ambapo umeona ya kwamba katika jamii sasa unaonekana ya kwamba kampeni ya mwanamke kuwa kiongozi imekuwa ikipandwa sana, imekuwa ikipigiwa sana lakini kuna baadhi ya changamoto ambazo zimefanya kwamba wanawake wanapata ugumu katika uongozi. Sijui wewe kama kiongozi na pia mwalimu mkuu katika shule ya Kereli, kuna changamoto ambazo umezipitia kama mwanamke? Kuna changamoto kwa sababu kuna kuna watu katika society ambao wanafikiria mwanamke hawezi akadeliver, hawezi akafanya kitu ambacho kinaweza kusikika na kuonekana. They will always want to sabotage on what you're doing at particular times. Na hiyo lazima inakupull down kidogo kama mwanamke. Wakati mwingine some of the comments and maybe how people feel and talk about you inaweza ikaumiza moyo kwanza. But kitu cha muhimu ni kwamba hata wakati vitu kama hivyo vinakuja katika maisha, it's part of life. You will never give up because unajua kwamba Mungu ako na destiny ya kila mtu. Na destiny yote ni ya mwanaume na mwanamke. God is the one who created all of us. Na wote tukiwa created in the image of God, we are capable of delivering what has been given to us. Because kama leaders, we are bound to face a lot of challenges here and there. But when you put God first, ukiweka Mungu mbele kwa kila jambo ambacho unafanya, unafaulu katika yote ambayo unafanya. Bila shaka msikilizaji, hii kama kawaida, kama kauli yake amesema, whenever you put God first then everything itakuwa sawa kabisa. Na bila shaka tuko na mwalimu Tabitha ambaye pia ni mwalimu mkuu wa shule ya Kereli Girls na pia ni mwandishi wa kitabu ambacho ameandika. Kitabu kinajiita Leading Forward, kitabu ambacho kinahusiana sana uongozi. Basi tutakuwa tunaingia kidogo, mwalimu utakuwa unatueleza ni nini hiki kipo ndani ya hiki kitabu, kimeangazia nini katika kitabu hiki? Asante. Hiki kitabu Leading Forward, Kereli Leadership Journey ni kitabu ambacho kimeandikwa na wanafunzi 18 na walimu wawili. Mimi nikiwa mmoja wapo wa wale walimu wawili, mimi mwalimu mkuu na kuna mwalimu anaitwa Elias, na wanafunzi 18 ambao ni leaders of the student council. Katika hicho kitabu tumeangazia mambo mbalimbali. Kila mwanafunzi ako na jambo kuongea juu ya ni nini amefanya kama leader wa shule ama hata akiwa nyumbani. Na wakati mwingine ni nini hasa kimemfanya akaonelea ni kwamba kuwa leader ni kitu cha muhimu katika maisha. Na kwamba hii leadership sio ni kitu ambacho kinaanzia hapa juu. Kinaanzia hata mtoto akiwa mdogo, alafu kinaendelea kugrow. Maybe kuna mambo ambao inamfanya akona leaders besides them ambao wameona wanafanya vizuri, alafu wakakuwa ni motivational factor. So katika hicho kitabu tumeangazia, kila mmoja ameangazia mambo mbalimbali on leadership. And kila mmoja ameandika chapter yake. Ni nini aswa, mwingine anaonelea about maybe single motherhood and leadership. Probably how mtoto kama huyu ameweza kulelewa katika mazingira kama hayo. Alafu akiwa katika mazingira kama hayo bila baba mzazi. Ni nini hasa kimemu affect akiendelea kugrow without the father in. Another one ametoka katika kuna refugees.
Naam. hapo Northeastern. Kakuma kuna wanafunzi wametoka huko na ameonelea kwamba ni nini ameona kwamba kimemsaidia katika kama mwanafunzi kuweza kufikia ile lengo lake katika hiyo shule. Na it's all about leaders and about how they have been able to support them to come to school. Na yeye mwenyewe ni nini hasa anaweza kufanya kama leader akiwa katika student council kusaidia wengine katika hiyo shule ambao wanapitia changamoto kama hizo, na wao kuendelea katika maishani hapo shuleni na maisha ya baadaye. No. So kila mmoja ameweza kuangazia mambo mbalimbali. No. ambao yanaweza kumsaidia, yamemsaidia yeye mwenyewe kukua na kufikia penye amefikia, na ni nini haswa kimemuongoza katika uongozi wake. Bila shaka huyo ni mwalimu Tabitha. Maybe mwalimu Tabitha, nimeona katika kitabu hiki umeangazia baadhi ya mambo ikiwemo what makes a leader. Maybe kwa kiduchu tu unaweza tuelezea kidogo tu, alafu hayo mengine msikilizaji atenda kujisomea kwenye kitabu hiki. What is this that makes a leader? What makes a leader is all about what you are touching on, that you are touching on people. And the people is not about an individual. It's not about yourself. But how do you have that following? How do you influence other people? And how do you assist other people to be what they want to be? Here, that's what leadership is all about. It's not about forcing people to do things. It's about influencing other people to do things and doing the things the right way. Naam. Yeah. Bila shaka msikilizaji umeendelea kusikia baadhi ya mambo ambayo yanakufanya wewe uwe kiongozi, uwe kiongozi kabisa. Na siku zote huwa tunaambiwa kina mama siku zote ni viongozi. Sijui mbona wanasema kina mama ni viongozi siku zote? Mbona ikawa ya kwamba a woman is always a leader? Why? A woman is always a leader because this just starts from home. Naam. Ukiwa nyumbani pale lazima unafanya vitu ambavyo vinakufanya leader. Naam. Right from taking care of the family, taking care of the children, and ensuring that the children have been given direction. The family has been given direction. So the family is all what it can be because of the influence of the mother. Naam. Mama akiwa mtu ambaye akona maono, na mama akiwa ni mtu ambaye akona na njia nzuri ya kulea watoto, hiyo familia itakuwa vizuri. Akiwalidi vizuri, because wakati mwingi mama ndiye anakuwa na watoto. Papa wakati mwingi anako nje akitafutia familia. So the children are much closer to the mother more than the father. No. Because they stay longer with the mother, and the kind of influence this mother will put to the children will always be what this child become thereafter. Naam. Hiyo inapendeza zaidi. Tuko ndani ya 99.9 Gumzo, tunaendelea kupiga na mwalimu wetu, mwalimu Tabitha ambaye ni mwandishi pia wa kitabu na mwalimu mkuu wa shule ya Kereli Girls High School, ambapo tunazungumzia mambo mawili matatu kuhusiana na uongozi, hasa uongozi wa mwanamke ama uongozi wa wasichana. Basi inakuwa kwamba ni tamu zaidi, ambapo tunaendelea kumumunya ama tunaendelea kupata huu uondo mzima wa hiki kitabu. Hiki kitabu ambacho kinafurahisha sana, Leading Forward for Kereli Girls. Basi ukipata nafasi ya kukisoma basi itakuwa ni muhimu tena zaidi. Basi mwalimu, maybe una jambo gani kwa mwanafunzi mwanamke ama kina mama ama wasichana ambao wanakuwa na wangetamani tena zaidi kuwa viongozi? Una ujumbe gani kwao? Ujumbe ambao naweza kuwa na wasichana ambao wanatamani sana kuwa na uongozi katika maisha ni kwamba they can make it. Hakuna kitu kigumu kuongoza katika mahali pale anataka kuwa, ila tu ni kujitahidi na kuwa na moyo. Kila wakati what you think is what you become. No. And what you be in life. So you want to become a leader, you start doing it. And you start doing small things in the right way, and they become great things in life. So I'll encourage all those girls who want to become leaders that it's
it's possible because nowadays we have so many women leaders in Kenya and in the international map. No. That they have led the people well, they have led them to the right direction, and they have achieved much. They have been very successful. Is all that determination, commitment, and hard work pays. Naam. Okay, mwalimu, kuna mtu ananiuliza hapa, nikitaka kupata hicho kitabu cha Leading Forward Kereli Girls Leaders Journey, nitakipata kwa njia gani na vipi na kwa bei gani? Kimewekwa kwa Amazon, it's being sold in the Amazon. Naam. And the amount that is supposed to pay is just 500. 500. Yeah. Okay, apart from Amazon, unajua pia mimi kuna yule anasema kwamba mimi nataka kupata hicho kitabu moja kwa moja, sitaki kuorder online, nataka maybe mnaweza kuwa na ofisi specific ambayo naweza kutembelea, na je kama kwa other bookshops naweza kipata? Ndio tunataka kuweka kwa bookshops. Naam. Because to make launch on Sunday, like this last Sunday. So we're going to put it in some bookshop that we're going to agree. Naam. But we'll also give a PayPal, Naam, which can be used to purchase the book if somebody does not want to go to the Amazon. Okay. Yeah. Alafu maybe msikilizaji anaweza kupata maeneo gani? Maybe your handles, your contacts, tukiendelea kumalizia? Yeah, naweza kupata kwa Instagram, naweza kupata kwa social media we have, and we also have in I think that's where, and we can always talk about our email address. Okay. We can always provide. Okay, Yeah. email maybe unaweza isema, ama social media handles, ama nambari ya simu? 0710 799 282. 0710 799 282. Yeah. Bila shaka hiyo ni nambari ambayo utakuwa unaweza kuwasiliana na mwalimu moja kwa moja, na atakuwa anakueleza hiki kitabu cha Leading Forward Kereli Girls utakipata namna gani. Kumbuka ni kitabu ambacho kinavutia, na naamini ya kwamba siku zote wanasema muonekano tu wa kitu kwa nje basi kinamaanisha kwa ndani pia ni kizuri. Ni kitabu kizuri tena zaidi, kinavutia tu kitazama jalada lake. Anakuambia ni kitabu ambacho kitakusaidia zaidi, hasa kama wewe unapenda kuwa kiongozi. Na kumbuka sisi zote tumeumbwa kuwa viongozi, Sisi zote tumeumbwa kuwa viongozi, basi hiki kitabu kitakufaa tena zaidi, kitakufaa zaidi. Maybe mwalimu, tukimalizia neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho ni kuwashukuru nyote the listeners. Naam. Kwa wakati huu, na ninashukuru sana kwa sababu mmeonyesha kwamba mnaweza kusaidia kununua hicho kitabu, because nimeona kwamba watu wengi wamekuwa na thamani sana kununua hicho kitabu, na hata tumekiweka katika the Kenya National Library, na wao nimewaona wameiweka kwa digital platform. Naam. And watatuma hicho kitabu kwa all the branches in Kenya, na watu watakuwa wakipata huko pia kusoma, wale wanaweza kufikia ndio waweze kusoma. So ninashukuru sana studio kwa kunipatia nafasi. Nimeshukuru wote ambao walishirikiana na sisi kuensure hichi kitabu kimekuwa. Tunashukuru sana waziri wetu wa elimu, alikuwa huko, ndiye aligrace the occasion ya kulaunch hichi kitabu, akiwa na the president of the Trueness Project, Dr. Teresa, and our CS, Honorable Julius Migosi Ogamba, na the deputy governor Kisii County, Honorable Ericha Obebo. Na nataka kuwashukuru. Nashukuru member of parliament wetu, Zaidi Chanda, MCA wetu Honorable Ibrahim Ngubo, na all the political class that was there on that day, and equally the religious leaders who were there, all the stakeholders. Nataka kuwashukuru sana nyote kwa kufika siku ile, kwa sababu walikuwa hapo kwa wingi na walisherehekea na sisi pia tulikuwa tunasherehekea siku hiyo 60 years tangu shule yetu ianzishwe. That was called Diamond Jubilee. So we are doing two things that Sunday, celebrating Diamond Jubilee, 60 years since the school began, and launching this great book. And I want to appreciate all our friends of the school who came on that day to celebrate with us.
and also purchasing this book so that they can also promote us. And we are excited being here in the studio, and I want to say thank you. Thank you for accommodating us. Karibu sana. Shukran tena sana mwalimu kwa kututembelea hapa studioni. Na kweli tumekuwa na gumzo nzuri, kitabu tumekipata hiki hapa, ama kweli tutakisoma pia sisi tujue hali iko namna gani. Alafu pia tunasema shukran tena. Salamu zetu pia tunazituma kwa shule ya Kereri Girls, walimu wote, wanafunzi wote, waambie tumewasalimu sana, uwasilishe salamu kwa niaba yetu. Ila kwa sasa nasema shukran tena zaidi.